M23 inakamata Kasika. M23 inakamata Kasika, nenendelelea kabisa. Inaendelelea, ina detourne mapori kule, inaanza chomokea Mwenga. Basoda yetu na bazalendo inasikilikana Mwenga njo banapitia baze arriere. Pale kuko njia yo wanapasha pitamo, wanaenda tu munjia ya mubilima na wanachomokea tuka, wanachomokea Mwenga. Jo vile ndugu, ingelikuwa bebako kule banaweza fungula basi njia busudi aba bajiendelelee timpa Kinshasa. Tshisekedi ni ajisikilie naye kumulango yake, ne lisasi ile kumulango yake. Karibu mara tena mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, upate kuhabarika na habari zetu za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi Novemba mwaka wa 2025 kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, ikiwemo jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Na moja kati ya habari kuu tulionayo ni kuhusu hali ya usalama maeneo ya tarafani Mwenga katika kijiji cha Kasika mchana wa leo. Hali iko namna gani, mpendwa msikilizaji? Na kusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati upate kufahamu yote yanaendelea maeneo hayo kwa sasa, mida hii ya mchana tarehe 28 Novemba mwaka wa 2025. Hivyo ili uendelee kupata habari zetu, na kusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza kwa walio wengi, ili taarifa hizi zipate kuwafikia walio wengi zaidi, maana ni za moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Ambatana nami mwanzo mpaka tamati. Alishafika Kasika. Irangi. Una Irangi njoo wapi? Irangi ni kutambuka pale kwa mulko wako wena wabasami kule, njo kutambuka ako njo mairangi kule, njo kwa walenda na kimbilia batu. Njo bali bakuta ako balikuwa na beba batoto ya mama Fredi, watoto ya mama Christophe. Naam, natumai ya kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza vema kwa muda na saa kama hizi, popote uliko kutoka kona zote 4 za ulimwengu. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari, na habari kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kusini, tarafani Mwenga, ambako hali ya tamruki inaendelea kutanda katika tarafani Mwenga mkoani Kivu Kusini kufuatia mashambulizi mapya ya wahasi wa AFC M23. Baada ya kundi hilo la wahasi kutoa udhibiti wa kijiji cha Kilungutwe na kuamsha kambi yao katika eneo hilo, bado wanaonesha nia yao ya kusonga mbele na kudhibiti vijiji vingine jirani. Taarifa za hivi karibuni kutoka mstari wa mapambano zinaeleza kwamba vita vikali vinaendelea kati ya wahasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo wanaunga mkono jeshi la taifa FARDC. Mashambulizi haya yanaripotiwa kusikika katika maeneo kadhaa ya Mwenga, yakisababisha tamruki kubwa miongoni mwa wakahaji. Kulingana na vyanzo vya ndani vinavyofuatiliwa kwa ukaribu kabisa mwenendo wa mapigano hayo, wahasi wa M23 wameripotiwa kushambulia ngome za wazalendo wakiwa na nia ya kuchukua udhibiti wa kijiji kingine muhimu katika eneo hilo. Mkaaji mmoja ambaye alizungumza kwa sharti la kutokutajwa jina lake kwa sababu za kiusalama, amethibitisha kwamba milio ya risasi na milipuko inasikika kwa muda mrefu, ikiwaashiria wakahaji hatari ya hali inayoendelea. Huyo amethibitisha kwamba tayari kijiji cha Kasika tayari kimeingia mikononi mwa wahasi wa M23. Huyu hapa, msikilize. Jambo tena kiongozi, kabisa nafata info zote nasikia kama M23 inakamata Kasika. M23 inakamata Kasika, nenendelelea kabisa. Inaendelelea, ina detourne mapori kule, inaanza chomokea Mwenga. Basoda yetu na bazalendo inasikilikana Mwenga njo banapitia baze arriere. Mai kutoka Kasika na Mwenga kumoto inaweza kwa 30 minutes. Donc ni trahison ya kweli kabisa, na iko trahison ya basoda la bazalendo, ni trahison ya gouvernement. Gouvernement na trahire parce que biko banalia maminisio pale, banalia renfort. Inawezekana abakubipata njo kwa maana balirudia nyuma kabisa. Ni traizo ya kweli, na Uvira abaseme kitu, abapange kitu, banasinzia biko nakula tu bata tu kule na kujenga manyumba na kuuza majipe, njo tu yenye biko amo. Na bazalendo ya Uvira na FARDC ya Uvira bote biko tu mwabile bile. Bana sacrifier benzabo. Benye wako kufro kule antukani kushindwa ile, natuma balirudia nyuma. Basi mwenzako kuna kia na vyote magari njo zinawabeba M23, chakula, vifaa, kila kitu.
Nyie muko mnachunga mpaka ndege njoo bilete na kubileta mpaka siku yenye banakubapangia. Aba kuwa viongozi befatia litia kupuvara aba njoo banamuuzisha aba. Aba balitia ba mwisho kuanzia kuba chiviri na huyu mwingine mwenye aligombola ule mwenye aligombola Masunzu bale njoo banauzisha bale bawili njoo ifo kufuatilia. Balikuwa bayakuwa vita ilikuwa naenda mzuri. Bale bawili njoo ifo kufuatilia bana ni watu ya kabila bote watusha magrade hapo kwa kabila hiko. Njoo vile kiongozi antukaro na luma sana, hatuna furaha, antukaa hakuna furaha kabisa. Nilikuwa nabisha kama ni bongo kwa infoze, mimi nasikia mimi naita kabisa madami yeye peke ananiambia ndio ni kweli, na benyi banatoa kasika balikuwa pa kasika jana banafika hapa Bukavu. Banasema wazi ni kweli M23 inaingia mkasika. Ninapanda kabisa fasi mwe vile kilima nishefika kule kwenye banasema banapanda. Hii politiki tu kwa ni ngufu. Juu depuis bazalendo banalombaka minisio, banalombaka renfort, haipatikanake. Fachi na kama iko mubile maake iko saa anajua venye vinapangiwa entre na kabila, iko saa inchi bashaki gabula. Na peut-être baki nani abatafikaka Kishasa. Maake viko na objectif ya kugabula inchi este ikamatiwe, abatagabulaka inchi. Juu kwenye vile viko kishapatiana nyamaza kimya, ni kusema kuko venye vinajulikana venye atujue. Ile ni matralala na faka to bazungu oye na Kagame bakutanane mekuko vinajulikana. Juu atujue kama president unaweza kwa president uko nasikia malalamiko ya inchi na agisi ba enemi viko naendelea na nyamaza kimya, hakuna ta make ni kusema ba kwetu tunyi watakuwa na kimbiaka batu wenye abaene hata kipande ya kidogo ya basoda wenye wanaweza kuwa mu territoire mzima viko nakimbiza province mzima. Ni kusema kuko wenye president anajua. Baba Jide anatoka kasika anafika saa hii. Njoo anafika saa hii kunyumba hivi. Namaliza ongea naye ananiambia anafika saa hii. Kasika obalisha kwa zamani. Bopeke balena napanda kwenda angalia watu kumapori, go naambia watu bashuke mwingine. Balikuwa shabana batoto bajene mule mukasika. Mebasha barudisha wanaambia wale bajene baenda naambia watu barudie bakie kala manyumba, batoke mupori bakia barudie. Wanasema kama basoda walikimbia wakaenda bakilia Mwenga. Mweko ananiambia saa hii anasema banazunguruka mubilima baende mbarabara. Pale kuko njia yo wanapasha pitamo, banaenda tu munjia ya mubilima na wanachomokea Mwenga. Balishafika. Hatari kwa raia zimekuwa kubwa. Wakaaji wengi wa vijiji vinavyozunguka eneo la vita wamelazimika kukimbia makazi yao kwa haraka na kujificha porini wakihofia usalama wao na wa familia zao. Wengine wameripotiwa kuelekea maeneo ya mbali zaidi kutafuta hifadhi salama bila vifaa vya msingi kama chakula, maji au huduma zingine za afya. Mashirika ya kiraia na viongozi wa kijamii wanaendelea kutoa wito kwa msaada wa kibinadamu pamoja na hatua madhubuti kutoka kwa mamlaka za usalama ili kuzuia kuongezeka kwa madhara kwa raia wanaokuwa na wasiokuwa na hatia. Wito pia unatolewa kwa jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa karibu ukiukwaji wa haki unaofanywa kutokea katika eneo hilo. Kwa sasa tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina zaidi, mpendwa wa msikilizaji, ili tukuje kutaarifu tena hapo baadaye kuhusu muendeleo wa hali katika maeneo hayo ya Kasika Kumrazi ambako tayari kumeonekana na wahasi wa M23 kuingia maeneo hayo mapema asubuhi ya leo baada ya kuweza kushambulia ngome ya wahasi ya wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC maeneo hayo ambako walikuwa wanapatikana baada ya wahasi kuchukua udhibiti wa maeneo ya Kilungutwe siku chache zilizopita.
Peter, hii imeashiria kuongezeka kwa mashambulizi, lakini pia kusonga mbele kwa waasi wa M23 wakiwa na nia ya kuweza kuchukua maeneo mengine mengi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hali ambayo endelea kuleta wasiwasi mkubwa sana kwa wakaaji wengine ambao patikana mashariki mwa DRC kama vile wale wapatikanao Mwenga Center, maeneo ya Kamituga, lakini pia sehemu zingine za mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni hali halisi ya kile ambacho kinaendelea kwa sasa huko kwenye uwanja wa vita maeneo ya Kasika, ambako kwa sasa hali si shwari, wakaaji bado wapo porini. Lakini katika mjadala unaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wachambuzi na wanaharakati wanasema wazi kwamba hauwezi kulinda mji ukiwa ndani ya mji huo, wala kulinda kitovu cha eneo ukiwa katikati ya eneo lenyewe. Kauli hii imekuja wakati ambapo Mwenga Center na Kamituga zinaendelea kuwa katika mazingira hatarishi kutokana na kusonga mbele kwa waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na media mbalimbali, hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka miongoni mwa wakaaji wa eneo hiyo, huku miondo ya vikundi vyenye silaha vikizidi kuripotiwa katika barabara ya vijiji jirani. Katika jitihada za kupata hali halisi ya kile ambacho kinaendelea huko kwenye uwanja wa vita, tumezungumza naye Bone Malelo Makoma, mwanachama wa asasi za kiraia mkoani Kivu Kusini, ambaye ametoa picha ya kile kinachoendelea kwa sasa. Amesema kuwa wakaaji wa Mwenga na Kamituga wanaishi kwa tahadhari kubwa, kwani mapigano na harakati za waasi zinakuwa zikikaribia makazi ya raia siku baada ya siku. Huyo ameeleza hofu yake kuhusu kutokea kwa majanga mapya ikiwa hatua madhubuti za kiusalama hazitochukuliwa mara moja. Kwa mujibu wa Makoma, raia wanaendelea kuiomba serikali na mamlaka za kijeshi kuongeza ulinzi, kuimarisha vizuizi na kuhakikisha kuwa maeneo ya katikati ya mji hayaachwi wazi bila ulinzi madhubuti. Anasisitiza kwamba ulinzi wa raia haupaswi kuanza pale ambapo adui amefika tayari katika maeneo ya makazi ya watu, bali yanapaswa kuwekwa mbali kabisa nje ya mji na kwenye maeneo ya kimkakati. Taarifa hizi zinakuja wakati mvutano na ukosefu wa usalama katika maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikiendelea kuongezeka, na raia wakiendelea kutoa wito wa amani na usalama na hatua za haraka za viongozi wa eneo hilo. Hii ni hali halisi ya kile ambacho kinaendelea uko tarafani Mwenga, mpendwa msikilizaji, mchana wa leo tarehe 28 Novemba mwaka wa 2025. Na moja kwa moja jelekeze katika kijiji cha Mlima, kijiji kipatikanacho kwenye milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga, ambako mkatibu wa kijamii wa vuguvugu Machozi ya Rahia, Mheshimiwa Angale Isanganino, ametoa wito mzito kwa viongozi wa serikali kuchukua hatua za haraka katika kuboresha miundombinu ya mawasiliano kwenye kijiji cha Mlima kilichopo kwenye maeneo ya milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga. Kwa mujibu wa mratibu huyo, wakaaji wa kijiji cha Mlima wanakabiliwa na changamoto kubwa ya mawasiliano kutokana na minara ya mtandao kushindwa kutoa huduma za uhakika kwa jamii inayotegemea mawasiliano ya simu na interneti kwa shughuli za kila siku, ikiwemo kupata taarifa za kiusalama katika mazingira yenye misukosuko ya kiusalama. Coordinator Angale Isanganino Bwangio, huyu hapa, msikilize. Yapata miezi 7 hivi watu wa kijiji cha Mlima wasumbuliwa na ukosefu wa network, yani mtandao rezo hapo Mlima. Mlima ni kijiji kinachopatikana rute Mwenga, mu groupement ya Basirocha, sekteri ya Tanganyika, mu territoire ya Fizi. Usumbufu ni nyingi sana wa network. Wakaja wakitaka kuongea mpaka watembee mu distance kwa kutafuta network. Anteni ilipokuwa pale kwa Mlima au inajengo pale kwa Mlima ni anteni ya secondaire, ni inaharibika, ili wakaji wanalalamika kabisa sana kwa sababu ya ukosefu wa network hapo kwa Mlima, ndugu mtangazaji. Na vile
kwa kuona population gisi ishakuwa hapa kwa mlima ni nyingi sana, ni vizuri kuja kutengeneza antene hapo mlima. Kuko antene moja yenyewe inaharibika, ni antene ya secondaire ya mapanu. Ile antene haisifiri tena kwa population ya kwa mlima. Donc ni vizuri sana wahusika wanaohusikana na ukarabati au utengenezaji wa rezo ya Vodacom wangilifanya daima sana wafike kwa mlima ili wakatengeneze antene hiyo, kwa sababu wakaaji wa mlima wanalalamika sana na ukosefu wa nini wa network pale. Sisi kama vile vuguvugu machozi ya raia tulipo wasiliana na coordinator wa hapo mlima, alituambia kama yani ni kuhangaika mahali pale wanapoenda wakatafuta rezo, wakikutana watu wengi, yani mtandao ukakuwa sasa vile unazukazuka, yani ni matatizo mengi sana kati ya vijiji vyote vya Rute Mwenga. Na tunaomba sana sisi kama vile vuguvugu machozi ya raia, wahusika wanaowakilisha kwa utengenezaji wa network wangelijitahidi sana kuwatengenezea watu network, kwa sababu maongezi ni jambo ya muhimu sana, ni ya muhimu sana kwa waraia na watu wengine. Na vile vile kwa ile antene ya secondaire yenye kupale haiwezi tena ikapermettre kwa population yenye kwa mlima. Tungilitaji sana kwa wakuu wa Vodacom au mitandao waende wakajenga hata antene kubwa yenye inaweza permettre watu pale kwa mawasiliano makubwa, kwa ajili ya network isiwe tena inazugazuka mara kwa mara, kwa sababu kale antene ka secondaire ni ka kidogo kufatana nombre ya population yenye ilishakuwa pale kwa mlima. Ndugu mtangazaji, ni jambo ya kabambi sana, tunaweza tukasikie wanaohusika na ujenzi wa mantene kufika pale kwa mlima kujenga antene kubwa ili permettre mwa plateau yote kukua alimenter na nini na rezo. Ndugu mtangazaji, antuka yani watu wa kumlima wanalalamika sana kuhusu ili ukosefu wa rezo. Ni miezi 7 hivi kabisa yani kutafuta na yote hivi inaleta usumbufu sana kwa wakaaji wa pale mlima. Asante sana ndugu mtangazaji. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za mchana wa leo, ikiwa zimetoka moja kwa moja mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo nakusii kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare ili uwe kwanza kunapata taarifa zetu za kila saa na kila sekunde. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani, na kusii kwa nami tena katika taarifa zetu za hapo baadaye, tukiendelea kufuatilia kwa pamoja kile ambacho endelea uko tarafani Mwenga. Asante na uwe na mchana mwema kwako. Bye bye.